Hujambo na karibu tena, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Jumuiya za kikanda na kimataifa za vyama vya wanasheria zimetoa tamko rasmi la kulaani kukamatwa na kushtakiwa kwa wakili Tundu Lissu ambaye ni rais wa zamani wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Taarifa ya pamoja ya jumuiya hizo iliyosainiwa na chama cha wanasheria Afrika Mashariki, lakini pia jumuiya ya wanasheria ya Zambia, chama cha wanasheria Kenya, jumuiya ya wanasheria wa mataifa ya SADC, lakini pia chama cha wanasheria Tanganyika, chama cha wanasheria Uganda, International Commission of Jurists Kenya and International Commission of Jurists imebainisha kuwa jumuiya, vyama, mashirika na wanachama wote waliokuwa chini yao wanalaani vikali swala hilo kutokana na kile walichokiita uwepo wa wasiwasi mkubwa unaotokana na ukandamizaji wa mikutano ya amani na kukamatwa kwa njama kwa Tundu Lissu ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa. Sambamba na hilo, wamesema Lissu ambaye amekuwa ni mtetezi wa masuala ya haki za binadamu kwa muda mrefu nchini Tanzania, mbunge na mwanasiasa mashuhuri, amekamatwa kwa nguvu baada ya kuzungumza na umati wa wanachama na wafuasi wa chama chake waliokuwa wamejitokeza katika mkutano wa hadhara wa kawaida huko Mbinga mkoani Ruvuma, mkutano uliolenga kutoa elimu kuhusu kampeni ya No Reform No Election iliyosimamiwa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Moja kwa moja tusome hapa kiundani zaidi taarifa hii ambayo imeanza kusomeka kama ifuatavyo. Sisi mashirika yaliyotia saini, vyama vya sheria na vyama vya wanasheria wote na wataalamu wa sheria, tunaeleza masikitiko yetu makubwa kufuatia vurugu za kukandamiza mkusanyiko wa amani na kukamatwa kwa nia mbaya kwa wakili maarufu wa haki za binadamu wa Tanzania, kiongozi wa upinzani, mbunge wa zamani na rais wa zamani wa chama cha wanasheria Tanganyika, Mheshimiwa Tundu Lissu. Lissu alikamatwa kwa nguvu baada ya kuhutubia umati wa wanachama na wafuasi wa chama cha upinzani, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, katika mkutano wa amani huko Mbinga, kusini mwa Tanzania. Mkutano huo ulikuwa sehemu ya kampeni ya kitaifa ya Chadema ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi, iliyotaka mabadiliko ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa 2025. Jeshi la polisi liliwatawanya kwa fujo watu ambao walikuwepo katika mkutano huo na kuwarushia mabomu ya machozi wananchi wasiokuwa na silaha. Walidai kuwa Mheshimiwa Lissu aliripoti kituo cha polisi cha wilaya ya Mbinga, lakini sababu za madai hayo hazijatolewa. Kisha alilazimishwa kuingia kwenye gari la polisi, lakini hakujulishwa sababu ya kukamatwa kwake au mashtaka dhidi yake kama inavyotakiwa na sheria za Tanzania na mikataba ya kimataifa ambayo nchi hiyo ni sehemu yake. Kufuatia kukamatwa kwake, Mheshimiwa Lissu alishikiliwa kwa muda mrefu wa karibu saa 24. Polisi wa Tanzania hawakutoa tamko lolote kuhusu mahali alipo au sababu za kukamatwa kwake. Kinyume na sheria ya makosa ya jinai ya Tanzania, inasemekana alisafirishwa kwa zaidi ya kilomita 1150 kutoka Mbinga hadi Dar es Salaam kimya bila kutoa taarifa ya kwamba Lissu yuko wapi, lakini pia anashikiliwa kwa kosa gani. Siku iliyofuata, Alhamisi ya tarehe 10 ya mwezi wa 4, Mheshimiwa Tundu Lissu alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Alishtakiwa kwa uhaini pamoja na mashtaka matatu ya kuchapisha taarifa za uongo kinyume na kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya mtandao namba 14 ya mwaka 2015. Karatasi ya mashtaka ya uhaini inadai kuwa tarehe 3 ya mwezi wa 4, Mheshimiwa Lissu alitoa kauli ya hadharani akisema, walisema kampeni hii ni sawa na uasi. Ni kweli tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndiyo njia ya kuleta mabadiliko, na pia kwa hiyo tutaharibu uchaguzi huu, tutauvuruga kweli kweli, tutauharibu vibaya sana. Mashtaka matatu ya kuchapisha taarifa za uongo yanadai kuwa Mheshimiwa Lissu alisema katika video ya YouTube ya tarehe 3 ya mwezi wa 4 kwamba
Wagombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walianguliwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 kwa maagizo ya rais kwamba askari polisi wanatumika kuiba kura kwa kutumia mabegi ya mgongoni na kwamba majaji ni watiifu kwa Chama cha Mapinduzi, hawawezi kutoa haki kwa sababu wanatamani kuteuliwa na kuteuliwa kuwa majaji wa mahakama ya rufani, imeeleza sehemu ya tamko hili ambalo tunaliangalia hapa. Alipofikishwa mahakamani, Mheshimiwa Lissu hakupewa nafasi ya kujibu shtaka hilo la uhaini, bali alichapisha mashtaka ya habari za uongo na hakuna uhalali wowote uliotolewa na kushughulikiwa bila utaratibu wa kukamatwa kwake na hatimaye kufunguliwa mashtaka. Kesi hiyo ya uhaini iliahirishwa kwa muda usiojulikana ili mwendesha mashtaka akamilishe upelelezi wake kwa kuzingatia sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai Tanzania. Alikana mashtaka ya kuchapisha taarifa za uongo, lakini pia alikana mashtaka ya uhaini licha ya kesi yake itakapofikishwa tena mahakamani kuhusiana na kosa hilo la uhaini tarehe 24 ya mwezi wa 4 2025. Kunyimwa dhamana kwa Lissu ni kuendelea na kuzuiliwa chini ya kifungu cha 148 sehemu ya 5 cha sheria ya makosa ya jinai kinachowezesha kuwekwa kizuizini kiholela na kwa muda usiojulikana wakosoaji wanaoshtakiwa kwa makosa yasiyo ya dhamana kama vile uhaini ni kinyume cha hukumu ya Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na watu iliyoona kifungu hicho ni cha ubaguzi na kinyume cha sheria ya awali. Mheshimiwa Lissu ana historia ndefu ya dhuluma za kisiasa na unyanyasaji wa mahakama tangu enzi za utawala wa Rais Mkapa miaka ya 1990 alipokuwa akiwakilisha jamii zilizoathiriwa na shughuli kubwa za uchimbaji madini nchini. Mwaka 2017 akiwa ni rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika, alinusurika kifo baada ya watu wenye silaha kumpiga risasi, huku risasi 16 zikiupiga mwili wake, ambao bado anaendelea kuupatia matibabu. Katika kipindi cha Rais Magufuli, Mheshimiwa Lissu alikamatwa na kufunguliwa mashtaka angalau mara 4 kutokana na shughuli zake za kisiasa. Vurugu za hivi karibuni na kukamatwa ovyo kwa Mheshimiwa Lissu na watetezi wengine wa haki za binadamu, mawakili na viongozi wa upinzani ni jambo la kutia wasiwasi na linatia wasiwasi amri ya katiba ya nchi kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Katiba ya Tanzania inalinda haki za uchaguzi huru na wa haki, kukusanyika na kujumuika kwa amani na kwa demokrasia ya vyama vingi vya siasa, haki ambazo utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan ulikuwa umesisitiza dhamira yao kuzifuata. Tunatoa wito kwa mamlaka nchini Tanzania kusitisha mmomonyoko zaidi wa utawala wa sheria, kuheshimu haki za vyama vya siasa na kujipanga na kufanya fujo kwa sababu zao, na kuheshimu haki za watu wa Tanzania kujumuika kwa uhuru na kukusanyika kwa amani kama inavyoelezwa na sheria za kimataifa, kikanda na kimataifa. Tunamwomba Rais Samia Suluhu Hassan aonyeshe uongozi wake na kuweka upya. Mwisho, tunatoa tamko kwa Mheshimiwa Lissu kuachiliwa kwa dharura kutoka kizuizini kufuatia kukamatwa kwake kinyume na sheria na kiholela, na kuondolewa kwa mashtaka yaliyotolewa dhidi yake kama inavyofaa bila kuzingatia viwango vya haki vya kesi. Imetolewa na Jumuiya ya Wanasheria Afrika Mashariki ambao pia wametia saini, Tume ya Kimataifa ya Wanasheria Kenya, Tume ya Kimataifa ya Wanasheria, Chama cha Sheria cha Zambia, Chama cha Wanasheria cha Kenya, lakini pia Umoja wa Wanasheria wa Pan African, Jumuiya ya Wanasheria wa SADC na Chama cha Wanasheria Tanganyika, bila kusahau Chama cha Wanasheria Uganda. Wote kwa pamoja wametia saini tamko hili la pamoja la kuitaka serikali ya Tanzania kumwachia mara moja Tundu Lissu ambaye bado anashikiliwa na tarehe 24 atarudishwa mahakamani kwa ajili ya kusikilizwa tena kwa kesi yake ya uhaini. Una nafasi ya kutuachia maoni yako kwa hiki ambacho
kinaendelea, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini pia kesi hii ya Tundu Lissu kupewa kesi ya uhaini kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Baada ya chapisho hilo la taarifa hiyo ya jumuiya za kimataifa, huyu wa kwanza ametoa maoni yake, anasema kwamba kulaani havisaidii Chadema, jibuni hoja. Lakini pia mwingine anasema kwamba unamfunga mwenzio mikono alafu namwambia njoo usaini. Jamani, Mungu awatie nguvu myamalize salama. Lakini pia mwingine anasema kwamba wamwachie Mheshimiwa Lissu, no reform no election. Mimi nashauri serikali kama hawataki upinzani wafute vyama vya siasa, wabaki peke yao. Lakini pia mwingine anasema kwamba hizo jumuiya zenyewe ziko huru, Lissu yuko ndani. Lakini pia mwingine anasema kwamba zimchukue mjinga mwenzao, zimfunze adabu na heshima kwanza. Lakini pia mwingine anasema kwamba hivi kwa nini huwa mnamfanyia unyama hivi Lissu? Ina maana zile risasi na majeraha walompa bado hawajalizika, sasa wanataka wamuue kabisa. Mungu hatoruhusu baya limpate. Una nafasi pia kushana sisi maoni yako, lakini pia kwa habari mbalimbali hakikisha kwamba unakaa karibu nasi.